Kwa mara nyingine, hatimaye Kambona alirudi uraiani, huku akili yake ya kwanza ikiwa ni kurudi kijijini, maana aliona huko walau kuna hata vibarua vya kufanya, japokuwa maisha ya huko yalikuwa ya kutengwa. Kama alivyofika mjini ndivyo alivyoondoka. Alikuja hana hata shilingi 10, aliondoka hana hata shilingi 10. Na Kambona alijiapia kutorudi tena mjini, maana alikuwa kaona kukaa mjini ni kuita kifo, na hiyo ilikuwa inatokana na kile kipigo alichopata na ile hali ya kutaka kuchomwa moto. Kwa mara nyingine safari ya mguu kurudi kijijini kwao ilianza, huku akiwa na uchovu na njaa ambayo hakujua itaisha muda upi. Kambona akiwa anatembea, mara kuna gari aina ya Kenta ilimpita na kwenda kupaki mbele kidogo, ambapo palikuwa na kastendi kadogo. Basi Kambona alisikia majina ya baadhi ya vijiji vinatajwa kwamba gari hiyo ndio inakuelekea, na vijiji hivyo ilikuwa ni kule kule anakopita Kambona kuelekea kwao. Kambona alitamani angekuwa na pesa apande lile gari, ila hali ya uchumi wake ilimzuia. Ila alijikuta akili na mjia kwamba we panda tu, mengine yatajulikana mbele kwa mbele. Kambona bila kupepesa macho, akiwa anajiamini, alipanda lile gari ambalo lilikuwa limejaza mizigo na watu, huku wengine wakiwa wananing'inia juu ya mabomba. Safari ilianza huku Kambona akiwa haelewi ni muda gani nauli itaanza kudaiwa. Safari ilikuwa ni ndefu kidogo. Hatimaye mida ya saa 10 gari iliacha rami na kuingia barabara ya vumbi. Hapo ndipo kizaazaa kilianza sasa, maana nauli ilianza kuchukuliwa kwa abiria mmoja mpaka mwingine. Kwa kuwa gari ilikuwa ya wazi, Kambona alitamani aruke, ila aliona ataumia. Zamu ya kijana Kambona kumpa Kaisani yaliyo yake ilifika. Kaka, mimi sina hela. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Kambona baada ya kutaka atoe nauli. Unasemaje dogo? Konda akiwa anaonekana kavuta sigara kubwa aliuliza kwa ubandidu. Kweli kaka, mimi nimetoka jera, sina hata senti 10. Kambona akiwa anaongea kwa kutia huruma alijitetea. Basi ile kauli ya Kambona ilifanya watu wote mle ndani ya gari wacheke, maana walihisi dogo anadanganya kwamba katoka jera ili asitoe nauli. Yule konda kwanza alimkwida Kambona, baada ya hapo alianza kumkagua mifukoni. Ni kweli kijana Kambona alikuwa hana hata senti mbovu. Oya dereva, piga breki kwanza, nimpatie huyu dogo adabu ili siku nyingine aheshimu kazi za watu. Konda aliongea kibandidu. Mara ghafla gari ilisimama. Kwanza gari ilisimama kama ipo vitani hivi, maana dereva alikuwa kasikia kinachoendelea nyuma. Kijana Kambona alibebwa juu kwa juu kama mfuko na kutupwa chini. Baada ya hapo yule konda alishuka na kuanza kumwasha Kambona mabuti. Dereva naye alishuka kuja kuongeza nguvu ya kipigo. Yaani nyuso zao wote wawili walionekana wamepiga sigara kubwa. Baadhi ya watu wenye hekima na busara walijikuta wanaingilia baada ya kuona kipigo kwa kijana Kambona kimezidi. Na kipindi hicho Kambona alikuwa kafikisha miaka 18, kwa hiyo hata mwili ulikuwa umeongezeka zaidi. Basi baada ya kuhakikisha Kambona kapata adabu ya kutosha, gari iliwashwa na Kambona aliachwa pale pale akiwa anasikilizia maumivu, na ilikuwa ni katikati ya msitu. Mdogo mdogo Kambona akiwa anachechemea alianza kusonga mbele. Hata hivyo alikuwa anaona ni sawa tu kwa sababu alikuwa kafikishwa mbali mno. Kambona baada ya kuona maumivu ni makali, kwanza ilibidi atafute sehemu ya kupumzika ili maumivu yapungue, na tayari kigiza kilikuwa kimeanza. Kambona alitafuta mti uliotulia vizuri, basi alijilaza chini ya ule mti huku akiwa na mawazo kibao kichwani, akiwa anasikia tu muungurumo wa tumbo lake kutokana na njaa. Kambona alijilaza pale chini ya mti bila kuogopa lolote litakalompata, maana hata hivyo alikuwa anajiona kachoka na maisha. Kambona alikuja kushtuka kukiwa na giza nene mno, akiwa haelewi hata ni saa ngapi. Kijana Kambona alijaribu kutembea, aligundua ni kweli maumivu yamepungua. Safari ilianza usiku ule ule. Kijana alitembea mpaka kulipoanza kupambazuka, hatimaye alianza kukuta vijiji ambavyo vilikuwa na watu. Kambona alitembea mpaka saa 10 jioni, hatimaye alifika sehemu ambapo ndo kulikuwa na njia sasa ambayo imekatiza kuelekea kijijini kwao kabisa. Japokuwa Kambona alikuwa anarudi, ila alikuwa hajui atapokelewa vipi na raia huko kijijini, maana alikuwa kaondoka huko kwa kuacha kachoma nyumba za watu. Kambona akiwa anatembea taratibu taratibu na mawazo kedekede kichwani, mara aliona shamba la mihogo. Hapo Kambona hakutaka mjadala wala kujiuliza maswali mengi. Aliona ni kuvamia tu na kung'oa ile mihogo. Kambona bila kuogopa kwamba ule anaofanya ni wizi, alianza kung'oa mihogo ya watu. Baada ya kung'oa ya kutosha na kuiweka kwenye shati lake, kizaazaa kilianza kwa yeye kutoka ndani ya shamba lile. Kambona alijaribu kutoka mle shambani, ilishindikana. Miguu yake ilikuwa mizito kama kafungwa mawe. Mpaka hapo Kambona aligundua lile shamba limetegwa. Kambona alitupa mihogo chini akiamini huenda ndo atanasuka, lakini bado mambo yalikuwa yale yale.
Hapo Kambona sasa, sauti ya kuomba msaada ilianza kusikika. Baada ya Kambona kuona hakuna anayesogea, ilibidi akae mule mule shambani. Sio kwamba watu hawakusikia zile kelele, bali walikuwa wanamuogopa mwenye hilo shamba, maana alikuwa ni balaa na nusu. Kambona alikaa pale shambani mpaka kigiza kilikaribia kufika. Hapo ndipo alipojitokeza mzee mwenye shamba lake, na Kambona alipomwangalia yule mzee vizuri, alimkumbuka vyema. Alikuwa ni yule mzee aliyemuuliza njia ya kwenda mjini miaka kadhaa iliyopita, huku mzee huyo akionekana anajua kitu kuhusu Kambona. Babu, unanikumbuka kipindi kile ulikuwa umebeba shoka pale barabarani na nilikuuliza njia ya kwenda mjini? Kambona, macho yakiwa yamemtoka, alimuuliza yule mzee bila hata ya salamu. Kwa hiyo kama uliniuliza njia ya kwenda mjini, unataka mimi nifanyaje? Au inahusiana vipi na wewe kuja kuniibia mali zangu hapa shambani? Babu, naomba nisamehe, ni njaa tu ndo imefanya niibe, wala sijapenda kufanya hivi. Kambona akiwa anapepesha macho aliongea kwa kujitiririsha huruma. Au nataka nikuitie kelele za wizi muda huu watu waje wakuchome moto? Sitarudia tena mzee wangu, na kuomba. Baada ya Kambona kusikia itiwe kelele za mwizi, alikumbuka mjini kilichomkuta. Basi Kambona alijikuta mwili mzima umeanza kutetemeka. Okay, simama uondoke. Yule mzee akiwa anamwangalia Kambona, alitoa kauli moja tu. Na kweli Kambona alijikuta hata miguu yake imekuwa mietwesi kiasi kwamba alikuwa na uwezo wa kutoka mule shambani. Kambona akiwa anaangalia nyuma mara mbili, huku ile mihogo akiwa kaiacha pale pale, alitembea mwendo wa mgambo kabisa. Rudi, chukua na mihogo yako. Ila kitu kimoja, ukirudi kwenda huko kijijini kwenu, unaenda kuuawa, kwa sababu wale uliowachomea nyumba zao bado hawajasahau. Mzee yule aliongea kauli ambayo ilifanya Kambona abaki kakodoa macho. Kwanza hakuelewa yule mzee kajuaje kama yeye alichoma nyumba, na kajuaje kwamba anarudi huko kijijini. Kwani babu unanijua mimi? Kwa kigugumizi Kambona aliuliza. Sikujui, ila mambo yako yote nayajua vyema. Pia bibi yako nilikuwa namjua vyema, yule mzee alijibu. Basi Kambona alibaki kakodoa macho, asijue hata cha kuuliza. Kijana, katika maisha yako naona nyota inayong'aa na ya mafanikio makubwa, ila kwanza inabidi ujue njia za kupita. Nifuate nyuma. Yule mzee aliongea kama kawaida, aliweka shoka yake begani na kuongoza njia ya kwenda kwake. Mzee huyo alikuwa anaitwa Mzee Shoka kwa jina maarufu alilokuwa anajulikana, na hiyo ilikuwa inatokana na kwamba kila sehemu anayoenda alikuwa hakosi shoka begani. Yaani hata kama ni kuoga, alikuwa anaenda na shoka anaweka pembeni, akimaliza kuoga, shoka inarudi tena begani. Kambona na yule mzee walitembea mpaka nyumbani kwa mzee huyo, ambapo palikuwa na nyumba 3 ambazo zilikuwa zimejengwa kwa miti na kuezekwa nyasi juu. Ipi hatima ya kijana Kambona? Kambona alikaribishwa vizuri. Ile mihogo waliotoka nayo ilichemshwa vizuri. Kambona alikula ile mihogo kama hata kula tena, yaani mpaka mzee Shoka alibaki anacheka tu. Basi Kambona alioga vyema na kutupia manguo ya mzee Shoka, ambayo hata hivyo yalikuwa ni manguo fulani ya wazee na yalikuwa makubwa, ila Kambona wala hakujali, aliona ni sawa tu. Basi usiku ulifika, ila Kambona alikuwa anamshangaa sana yule mzee, kwa sababu kuna pigo alikuwa hazielewi kabisa kutoka kwa yule mzee. Yaani kuna vitu vilikuwa vinafanyika, vilikuwa vinamchanganya Kambona. Pia kile kishoka cha mzee, Kambona alikuwa anakiangalia mara mbili bila kupata majibu, kwa sababu kilikuwa hakibanduki begani mwa mzee yule. Babu, wewe umesema ulikuwa unamjua bibi yangu. Kivipi sasa ulikuwa unamjua? Kambona baada ya kujikaza muda mrefu ilibidi aulize. Bibi yako miaka kadhaa iliyopita alikuja hapa kwangu kujifunza uchawi, na alikaa wiki moja. Na siku ile nilivyokuona tu ulivyoniuliza njia ya mjini, nilitambua wewe ni mjukuu wake. Yule mzee aliongea kauli ambayo ilifanya Kambona kwanza ashituke na kusimama. Ina maana bibi yangu alikuwa mchawi kweli? Kambona akiwa kashika mikono kichwani aliuliza. Ndiyo, bibi yako alikuwa mchawi, na uchawi huo nilimfundisha mwenyewe. Mungu wangu, mimi nilijua bibi anaonewa, kumbe kweli. Kambona alijikuta machozi yanaanza kumtiririka, maana katika maisha yake Kambona hakuna kitu alikuwa anakichukia kama uchawi. Bibi yako hakuwa mchawi, ila alikuja kuutafuta uchawi mara baada ya kuonewa kwa muda mrefu. Na bibi yako kuchomwa kwake moto ulikuwa ni uzembe wake, kwa sababu angetekeleza yale yote niliyomwelekeza wala asingechomwa. Yule mzee alizidi kumpandisha Kambona sumu. Kwa hiyo mzee,
wewe ndo ulimdanganya bibi yangu kuwa mchawi. Mzee, naomba uniache tena, uniache kabisa. Kambona akiwa na hasira, huku chozi linamtoka, alitoka kwa hasira mule ndani. Kama unataka kuondoka, basi nguo zangu niachie. Bila hata wasiwasi, akiwa anacheka, yule mzee alimwambia Kambona. Basi Kambona akiwa anajifanya anajua kupaniki, alivua nguo za yule mzee, alivaa nguo zake ambazo zilikuwa hata hazijakauka mara baada ya kuzifua. Baada ya hapo alianza kuondoka. Ukirudi kijijini kwenu, kuna mawili: kufa au kwenda kuwa kilema maisha yako yote. Kambona alisindikizwa na kauli ya yule mzee ambayo ilifanya apunguze mwendo. Ulikuwa ni usiku majira ya saa 4, mandege ya ajabu yalikuwa yanalia kila pande maeneo yale, huku sauti za bundi zikiwa zimetawala. Kambona aliganda kwanza, huku nywele zikiwa zinasisimuka. Alikumbuka ukarimu aliofanyiwa na mzee Shoka ndani ya masaa machache. Alifananisha na maisha aliyoyapitia, aliona haiwezi kuwa kweli. Kambona bila kulazimishwa aligeuza na kurudi pale kwa mzee. Kijana, hasira siku zote hufanya akili ishindwe kufikiria chanya, na muda wote hufikiria hasi. Yule mzee aliongea kauli ambayo ilifanya Kambona apoe. Basi kuanzia siku hiyo, Kambona alianza kuishi nyumbani kwa yule mzee kama mjuu wake. Baada ya mwezi mmoja kupita, Kambona aliletewa maada ya kurudi shule na yule mzee. Kambona aliona ni kama vichekesho kwa umri wake kwenda kuanza shule ya msingi. Kambona, mimi naangalia nyota yako inataka nini. Nikikuangalia wewe, naona kabisa una nyota ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Na siku zote, biashara bila kuwa na elimu hata kidogo ni hasara. Mzee Shoka alikuwa anamshawishi Kambona kwa kila hali. Basi Kambona, kwa yale maelezo ya yule mzee, alijikuta anakubali kurudi shule. Maisha mapya ya shule kwa mara nyingine yalianza kwa Kambona, na Kambona alianzia darasa la 4 huku akiwa kachukua jina la mtu ambaye alikuwa kaacha shule. Wanafunzi wengi walikuwa wanamcheka Kambona kutokana na umri wake kuwa tofauti na darasa analosoma. Pia baadhi ya walimu walikuwa wanamdharau mno Kambona na kuona kama anapoteza muda. Kambona alisoma miezi miwili tu darasa la 4. Baada ya hapo alihamishiwa darasa la 7 kutokana na ukubwa wa akili ambayo alikuwa nayo. Bahati mbaya, Kambona wakati anahamishiwa darasa la 7 alikuwa kachukua jina la mwanafunzi ambaye alikuwa kaacha shule. Baada ya wazazi wa mtoto huyo kusikia kwamba kijana anayekaa kwa mzee Shoka kachukua jina la mtoto wao, basi waliamua kulivalia njuga, na kesi ile ilipelekwa mpaka ofisi za kata. Na hiyo ilitokana na kwamba mzee Shoka na hiyo familia walikuwa na ugomvi wa muda mrefu, na hiyo ilikuwa inatokana na masuala tu ya ushirikina na sio kingine. Baada ya serikali kuingilia kati, ilibainika Kambona kafoji na kuchukua jina la mwanafunzi mwingine. Basi kesi ilimgeukia Kambona na baadhi ya walimu ambao walifanya mpango huo. Kiukweli Kambona alijiona ni mtu asiye na bahati kabisa katika maisha yake, maana ile kesi ilifanya achukuliwe na kwenda kufungwa kwenye kituo kidogo cha polisi kata. Mzee Shoka alipambana na kuuza baadhi ya vitu vyake kwa ajili ya kumaliza ile kesi, na kweli kesi iliisha. Ila baadhi ya walimu waliofanya ule uhuni walifukuzwa kazi, maana ile kesi ilikuwa inasoma kwamba wamefukuza mwanafunzi halali na jina lake wameliuza kwa mwingine. Kwa hiyo ni masuala ya rushwa yalikuwa yanahusishwa. Kambona ilibidi sasa abaki mtu wa kumsaidia mzee Shoka kazi za pale nyumbani, na mzee huyo alikuwa anapokea wageni mbalimbali toka maeneo tofauti tofauti kwa sababu alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya asili. Kazi ya Kambona ilikuwa ni kumsaidia mzee yule kwenda kuchimba baadhi ya dawa anazoelekezwa na kazi zingine za kuandaa dawa zile. Pamoja na kwamba Kambona alikuwa hapendi masuala ya uchawi, ila kutokana na zile kazi za kila siku anazoshirikiana na yule mzee, alijikuta sasa anaanza kuyajua mambo mengi mno. Mwishowe tamaa ilimzidi, alijikuta sasa anataka kujua na vitu vingine vya ndani kabisa. Mwaka mzima ulikatika, Kambona akiwa anasaidiana na yule mzee, na Kambona alikuwa kajifunza mambo mengi sana kwa yule mzee. Kwanza, aligundua kwamba mzee huyo sio mbaya kama yeye alivyokuwa anafikiria. Pia aligundua mzee huyo anafanya zaidi kazi ya kusaidia watu kuliko kuumiza watu kwa kutumia kile kipawa chake cha utaalamu ambacho alikuwa kapewa. Basi, siku moja baada ya kuwa wametoka porini kuchimba dawa za hapa na pale, wakiwa wamekaa nje huku wanakula mihogo ya kuchemsha, mara kuna wageni kama 5 hivi walifika maeneo yale, na walionekana ni wageni kutoka mjini kabisa kwa namna ambavyo walikuwa wamevaa. Wale wageni walikaribishwa vyema kabisa,
na kijana Kambona aliwaongoza mpaka kwenye banda ambalo lilikuwa ndo kama kilinge cha mzee Shoka. Karibuni jamani, sijui niwasaidie ini? Basi baada ya kuwa wamekaa wametulia, mzee Shoka alianza kuuliza, mzee, samahani, sisi kuna hadhina tunazitafuta muda mrefu sana, na hadhina hizo ziliachwa na wazazi wetu. Bahati mbaya hatujui hizo hadhina ziko wapi, ila kwa maelezo machache tulionayo ni kwamba hizo hadhina zimefichwa porini, ila hatujui ni pori lipi. Hicho kitu ndo kilichotuleta mzee. Hayo yalikuwa ni maelezo ambayo mzee Shoka alielezewa. Basi mzee Shoka aliwaangalia wale watu, kisha alimwangalia Kambona, basi alitabasamu. Kwa nini mmeamua kudanganya? Mzee Shoka akiwa na tabasamu aliwauliza. Sasa mzee, nimedanganya nini? Ukweli ndo huo, tunatafuta hadhina. Najua ni ukweli mnatafuta hadhina, ila ukweli ni kwamba hizo hadhina sio mali zenu, na nyie sio watu wa kwanza kuja hapa kuhusu hizo hadhina. Ni zaidi ya watu 20 wamewahifika hapa kwa vipindi tofauti kuhusu hizo hadhina, ila katika wote hao hakuna hata mmoja ambaye ndo mmiliki wa hizo hadhina. Mzee Shoka alizidi kutoa maelezo ambayo yalifanya wale waheshimiwa waanze kutazamana. Sawa mzee, pamoja na yote tunaomba tusaidie. Tukifanikiwa hakika maisha yako yatabadilika, hutaishi tena kwenye mazingira haya, usafiri wako utakuwa ni magari tu. Baada ya kuona wamegundulika wanadanganya, basi walianza kumshawishi mzee Shoka kwa kutumia siasa ya mali. Vipi, mzee Shoka atafanya maamuzi gani? Ni hadhina za namna gani hizo?